Leo nataka tuwatazame Silver Strikers kutoka Malawi, wapinzani wa Young Africans katika hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo ni hatua ya pili, hatua ambayo itakwenda kuamua ni nani anakwenda kucheza hatua ya makundi kwenye michuano ya kimataifa kwenye ligi ya mabingwa kwa msimu huu. Silver Strikers ni miongoni mwa timu tatu kubwa katika nchi ya Malawi. Wao, Nyasa Big Bullets, lakini pia kuna Mighty Wanderers. Hizi ndo timu tatu kubwa katika nchi ya Malawi. Sasa hii ni timu ambayo licha ya ukubwa ambao wanao kihistoria katika ligi ya Malawi na kwenye nchi ya Malawi kwa ujumla, wakiwa ni miongoni mwa timu tatu zenye mafanikio zaidi, lakini kwa sehemu ya miaka takriban 12-11 iliyopita wamekuwa ni kama mtu mzima aliyelala, yani tunasema sleepy giant, kwa maana kwamba kuna kipindi cha takriban miaka 10 hapa katikati mafanikio hasa kwenye ligi yalikuwa yamekata kwa upande wa Silver Strikers. Tangu walipotoa ubingwa wa ligi msimu wa 2012-13 wamekwenda takriban miaka mingine 11 mpaka walipokuja tena kutoa ubingwa wa ligi kwa maana ya mwaka jana. Kwa hiyo walikuwa wamekaa takriban miaka 11 hawajatoa ubingwa wa ligi mpaka walipokuja kutoa ubingwa wa ligi msimu uliopita, na walipoteza mchezo mmoja tu katika kampeni yao ya ubingwa ambao walitoa msimu uliopita. Sasa hii ni timu ambayo tangu mwanzo wa mwaka uliopita, kwa maana mwaka 2024, wamepoteza michezo 4 tu katika mashindano tofauti tofauti katika nchi yao ya Malawi, na kwa kiasi kikubwa sana timu ambayo inaonekana kuwa inampa tabu zaidi Silver Strikers ni Nyasa Big Bullets, ambao ndio wakubwa katika nchi ya Malawi. Na kwa hiyo ni timu ambayo kwa kiasi kikubwa sana katika ligi yao na kwenye michuano mingine ambayo ipo katika nchi ya Malawi, ni timu ambayo ina nguvu kwa kiasi kikubwa sana. Ni timu ambayo wapinzani wengi wakikutana nao katika ligi ya Malawi na katika michuano ya ndani wanajua kabisa kwamba wanakwenda kupata kipimo kikubwa, na mara nyingi Silver Strikers ni timu ambayo huwa inapewa nafasi kubwa sana ya kupata matokeo, na mechi ambayo unaweza kuweka 50-50 au ukampa zaidi faida anayecheza na Silver kwenye nchi ya Malawi ni Nyasa Big Bullet pekee yake, ambaye kwa kiasi kikubwa sana amekuwa na uwezo wa kupata matokeo kila hapa na pale dhidi yao. Lakini ukiwatoa nje ya Malawi, hawana historia kubwa katika michuano ya kimataifa. Mara ya mwisho walikuwa kwenye hatua za kujaribu kutafuta makundi ilikuwa ni msimu wa 18-19, na walishindwa kufanya hivyo, wakajikuta wamekwama, hawakupata nafasi hiyo. Lakini ukitoa hapo pia hawajakuwa na historia kubwa ya kuwa na uwezo wa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ni ule mkubwa ambaye ni wa pale pale Malawi. Lakini nataka tuwatazame wachezaji wao muhimu. Wachezaji muhimu katika kikosi cha Silver Strikers ni akina nani na wana mchango kiasi gani katika kile ambacho Silver Strikers wamekuwa kikifanya kwenye kipindi cha hivi karibuni. Msimu uliopita, licha ya kwamba Silver Strikers walitoa ligi ya Malawi, lakini hawakutoa mfungaji bora, lakini walitoa mchezaji ambaye ndo aliongoza kwa kutoa pasi za mwisho kwenye ligi, kwa maana ya McDonald Lamek, ambaye ni beki wao wa kulia, ambaye alimaliza ligi msimu uliopita akiwa ndo kinara wa kutoa pasi za mwisho, akiwa ametoa jumla ya pasi za mwisho 8 kwenye ligi ya Malawi msimu uliopita. Huyo ni beki wao wa kulia, McDonald Lamek. Lakini wachezaji wengine wawili ambao ni funguo kwenye kikosi chao na ni wachezaji wa kutazamwa ni viungo washambuliaji. Wa kwanza ni Uchizi Vunga, ambaye hata kwenye msimu uliopita yeye alimaliza na jumla ya pasi za mwisho 6. Lakini mwingine ni Festus Due, kijana wa miaka 22, raia wa Malawi. Hiyo hao ndio wachezaji watatu, viungo wawili washambuliaji na beki mmoja wa kulia, ndio wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa sana wamekuwa ndio funguo katika klabu ya Silver Strikers kutoka katika nchi ya Malawi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana nikitakiwa labda nitoe tathmini yangu kulingana na jinsi ambavyo nimewafuatilia hawa Silver Strikers, nafikiri ni timu ambayo inaweza kwenda kutoa mchezo mgumu kiasi katika uwanja wao wa nyumbani, kwa maana ya Silver Stadium, uwanja ambao unachukua takriban watu 18,000, ambako ndiko mchezo wa kwanza baina yao na Young Africans utachezwa katika mji wa Lilongwe. Nafikiri hapo ndipo ambapo wanaweza kuwa na nafasi ya kutoa mechi ambayo itakuwa ni ngumu, na ni kwa sababu hata katika ligi yao ya ndani
Silver Strikers ni timu ambayo ni ngumu sana kufungika wakiwa nyumbani. Hiyo ndio inaweza kuwa sehemu ambayo wao wakataka kuiangalia kama ndio sehemu ya kuweza kupata chochote kitu katika mchezo huu dhidi ya Young Africans. Kwenye hatua iliyopita Silver Strikers walifuzu kwa matokeo ya jumla, kwa maana ya aggregate, dhidi ya timu kutoka Madagascar. Mechi ya kwanza ambayo ilichezwa katika nchi ya Madagascar walipata goli la ugenini, mechi iliisha 1-1, wakaja kupata sare tasa katika uwanja wao wa nyumbani, na ndo wamefanikiwa kufuzu kufika kwenye hatua hii ambayo wamekuja kukutana na Young Africans. Bado nafikiri ni mpinzani ambaye Young Africans wanapaswa kuhakikisha wanavuka mbele yake kiukweli. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, ni timu nzuri hasa inapokuwa nyumbani, na ndio mchezo wa kwanza utakwenda kuchezwa katika uwanja wao wa nyumbani. Ni timu ambayo inaweza kukushangaza katika uwanja wa nyumbani, ni timu imara wakiwa kwao. Hata kwenye ligi yao ya nyumbani na kwenye michuano ya ndani kwenye nchi ya Malawi, kupata matokeo dhidi ya Silver Strikers wakiwa nyumbani ni mtihani mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo na wao wanataka kupashikilia kwa kiasi kikubwa, na kama watakuwa na nafasi ya kuweza kushangaza kwa kiasi kikubwa katika tai hii dhidi ya Young Africans, basi itategemea na namna ambavyo wataweza kuyatumia mazingira ya uwanja wao wa nyumbani, kwa sababu naona kabisa kama watashindwa kufanya vizuri katika uwanja wa nyumbani kwenye mchezo wa kwanza, nafasi na uwezo wao wa kwenda kubadilisha ama kupindua matokeo kwenye mchezo unaofuata kwenye uwanja wa ugenini, kwa maana ya hapa Tanzania, itakuwa ni ngumu kwa upande wa Silver Strikers. Kwa hiyo hao ndio Silver Strikers, wapinzani wa Young Africans kutoka Malawi katika hatua ya pili ya kujaribu kutafuta nafasi za kushiriki katika makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu.